Mambo vipi kila mtu? Leo, tutaangalia njia 8 kali za kuboresha mawasiliano na wateja wako. Twende moja kwa moja. Kwanza kabisa, kusikiliza kwa makini. Msikilize mteja wako kwa umakini. Tikisa kichwa, rudia walichosema, waonyeshe unawapa kipaumbele. Itawafanya wajihisi kuthaminiwa na kueleweka. Pili, tumia lugha ya kibinafsi. Mwite mteja kwa jina lake na tumia maneno yanayogusa hisia. Ninaelewa umuhimu wa hili kwako, John. Hii hujenga uhusiano wa karibu na kuwafanya wajihisi wa pekee. Tatu, kwenye orodha, onyesha huruma. Elewa hisia za mteja na zungumza nao kwa kuzingatia hilo. Kama wana wasiwasi, sema kitu kama, naona jinsi hili linavyoweza kukusumbua na niko hapa kukusaidia kupata suluhisho. Huruma hujenga uaminifu na mawasiliano mazuri. 4, tumia lugha rahisi na inayoeleweka. Epuka kutumia misamiati migumu. Eleza kila kitu kwa njia rahisi kueleweka. Badala ya kusema teknolojia ya hali ya juu, sema, bidhaa hii ni rahisi kutumia na inaokoa muda. 5, uliza maswali ya wazi. Maswali kama, unaweza kuniambia zaidi kuhusu mahitaji yako? Au ni nini muhimu kwako unaponunua bidhaa kama hii? Hii inawapa wateja nafasi ya kushiriki na kufungua mawasiliano ya pande mbili. 6, tumia hadithi. Shiriki hadithi za mafanikio kutoka kwa wateja wengine au uzoefu wako binafsi. Hadithi hufanya ujumbe wako ukumbukwe zaidi na hujenga uhusiano wa kihisia. 7, zingatia mawasiliano yasiyo ya maneno. Hakikisha lugha yako ya mwili, kama vile kutabasamu na kuangaliana, na sauti yako vinaendana na maneno yako. Sauti ya urafiki na tabasamu hukufanya uonekane mkarimu na mwaminifu. Mwisho, toa maoni ya haraka. Kama mteja akiuliza swali au kutoa hoja, jibu haraka na kwa uwazi. Hii inaonyesha unathamini muda wao na unajali mahitaji yao. Ushauri wa ziada, badilisha mtindo wako wa mawasiliano kulingana na kila mteja. Wengine hupenda maelezo ya kina, wengine muhtasari mfupi. Jifunze kusoma ishara zao ili kuboresha maingiliano yako. Una mteja mgumu? Unataka ushauri kuhusu jinsi ya kutumia vidokezo hivi katika hali maalum? Acha maoni hapa chini. Ni hayo tu kwa leo. Tuonane wakati mwingine.